Kama kuna mtu alikuwa anaabudu Ramadhani, basi Ramadhani imefika mwisho. Aliyekuwa anamwabudu Mwenyezi Mungu, basi Mwenyezi Mungu bado yuko pale pale. Kwani wapo ambao wanaabudu Ramadhani? Kwa misingi hiyo kwamba wapo kweli, naona wapo, kwa maana ya kwamba mtu kifikia Ramadhani ndio anajua hapa namna ya kuvaa ushungi, asiseme uongo na nini. Mwezi wa Ramadhani anaogopa, lakini miezi ya kawaida anaona ni kawaida tu, anaweza akafanya vyovyote. Na ndio maana hata baadhi ya maeneo mabaya yanafungwa wale ambao walikuwa mwezi wa Ramadhani. Hao ndio wanaoabudu Ramadhani. Lakini ikifikia tu mwezi umeandama, wanafungua mabaya na siku kutakuwa na sharo, mambo ya ajabu yanakuepo. Kwa hiyo kuna watu sasa wanakuwa huu mwezi hawajajifunza chochote. Lakini cha msingi ni kwamba pamoja kwamba mwezi huu una tofauti na miezi mingine, lakini lazima tubadilike, kwa sababu tunakuwa kama tumeingia chuoni kujifunza mambo fulani. Yaani ile siku ya sikukuu tu, Idi ya kwanza, mtu afungulia baa yake ambayo alifunga mwezi ya baa, na mwingine unakuta alikuwa halewi, basi siku hiyo anaenda kulala anakesha baa. Mtihani. Kwa hiyo inawezekana tunaharibu yale ambayo tumeyafanya mazuri katika mwezi wa Ramadhani. Kwa hiyo cha msingi tu ni kwamba tofauti kweli ipo, kwa sababu lazima tutofautiane na miezi mingine. Haiwezi kawa sawa. Kwa hiyo hoja iliyopo ni kwamba Ramadhani ni mwezi ambao Qur'ani imeshuka, na pia watu wafahamu si Qur'ani peke yake kwamba imepatikana katika Ramadhani. Vitabu vyote vya Mwenyezi Mungu, kwa mfano kuna kitabu kinaitwa Suhufi Ibrahim, kwamba vitabu yale maandiko ya Nabii Ibrahim nayo yaliteremka kutoka kwa Mwenyezi Mungu, ambayo ilikuwa tarehe 1 Ramadhani. Ukienda Torati ya Musa pia ilikuwa tarehe 6 mwezi wa Ramadhani. Ukienda Zaburi ya Daudi ilikuwa tarehe 12 mwezi wa Ramadhani, na ukienda Injili ya Nabii Isa ama Bwana Yesu ilikuwa mwezi 13, yani tarehe 13 Ramadhani, ambao Qur'ani ilikuwa tarehe 24 mwezi wa Ramadhani. Kwa hiyo vitabu vyote vya Mwenyezi Mungu vimeteremka ndani ya mwezi wa Ramadhani. Okay. Bogo, katika sikukuu ya Idi kuna yale ambayo hayapaswi kufanyika kwenye sikukuu ya Idi, kwa sababu yanaweza kukufanya ukawa umeharibu funga yako nzima ambayo uliifanya katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Maombi yako yote ukawa umeyaharibu. Ni vipi ambavyo vinatakiwa vifanyike kwenye sikukuu ya Ramadhani, na yapi ambayo kwenye sikukuu ya Idi, na yapi ambayo hayapaswi kufanyika kiimani katika sikukuu ya Idi? Vizuri, kwamba yaliyokatazwa hayajaruhusiwa kwa wakati fulani yakawa halali, kwa wakati fulani yakawa haramu. Isipokuwa tu kuna vitu ambavyo ni haramu mwezi wa Ramadhani, ambavyo hivi hata kama ni vile katika vitu halali. Kwa mfano, ukiwa ndani ya mwezi wa Ramadhani kula ni haramu. Ukiwa mwezi wa Ramadhani una mke, uruhusi kukutana naye, japo ni halali yako, lakini inakuwa ni haramu ukifanya ndani ya mchana wa Ramadhani. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo ni haramu kweli, vimeharamishwa katika mwezi wa Ramadhani, lakini katika vitu halali, kwa sababu mkeo ni mkeo halali, hata chakula chako chakula halali, lakini umezuiwa, inakuwa ni haramu kula. Na hata ikitokea zipo dharura ambazo unaweza ukaruhusiwa kula, lakini usile kwa kujionyesha, kwa maana kuwashawishi na watu wengine, kwa sababu kauli ya kwamba mwezi wa Ramadhani hawatakiwi watu wote kula sio kweli, kwa sababu kuna wagonjwa, kuna watoto, lakini pia wapo wale walio umri mkubwa ambao sheria inawazuia, hawawezi kufunga kulingana na afya zao, kulingana na ukubwa waliokuwepo nao, ukongwe waliokuwa nao. Kwa hiyo wale pia nao sheria zimewekea kwamba ana uwezo wa kumfuturisha mtu mmoja, wawili, watatu, wafuturishe kwa niaba yake. Kwa hiyo yapo ambayo yameharamishwa ndani ya Ramadhani, lakini ni halali katika miezi mingine, lakini maasi yameharamishwa kipindi chote. Na kwenye sikukuu ya Idi? Sikukuu ya Idi ni vile vile, kwamba sikukuu ya Idi unakuwa uko huru. Mtu anakuwa yuko free, kwamba anaweza kula muda wote na nini, katika vile halali, lakini ila vile haramu vitabaki katika uharamu wake vile vile. Kama ni zina haramu vile vile, mwezi wa Ramadhani haramu, hata baada ya miezi mingine inakuwa haramu. Kwa hiyo vitu ambavyo tu tunatofautisha ambao ndani ya Ramadhani vinakuwa haramu ni vile ambavyo pia ni vitu vya halali, lakini ndani ya Ramadhani vinakuwa haramu. Kwa mfano, mchana wa Ramadhani huwezi kukutana na mkeo, mchana wa Ramadhani huwezi kula. Kuna yule mtu ambaye anasubiri, anakuambia kwamba kufungua jungu. Kuna kufunga ujungu na kufunga jungu. Sasa hii ni kufunga jungu. Wanasema vunja jungu. Sasa hii nao na namna yao wanakuambia kwamba mwezi mzima katulia. Sasa hii ndio siku ya sikukuu ya Idi ambayo anakwenda kukutana na mpenzi wake ambaye hajawahi kukutana naye mwezi mzima wa Ramadhani. Hapo vipi? Kwanza siku ya sikukuu ya Ramadhani mtu anakutana na mpenzi wake. Kwanza kuna kitu kinaitwa vunja jungu. Hii vunja jungu walioanzisha, kama maana yao walikuwa ni kwamba ufanye maasi kwa ajili ya kujiandaa utaingia kwenye mwezi ambao utazuiwa maasi, hii inakuwa ni haramu.
Ila kama vunja jungu kwa maana ya maana nzuri, labda bwana sasa hivi tulikuwa tuna kazi ngumu au tuna mambo tuyasitishe kwa sababu tunaingia katika mwezi wa Ramadhani, ni mwezi ambao muda wote, mfano mwezi wa Ramadhani tunatakiwa sana tusome Qur'an, kwamba tufupishe baadhi ya mambo. Na ndio maana baadhi ya watu ambao wana uwezo huwa hata ikifikia mwezi wa Ramadhani wanakuwa likizo kwa muda huu, kwa ibada tu, kwa sababu miezi ya kawaida tunafanya ibada kweli, lakini Ramadhani kuna mambo yanatakiwa tufanye zaidi. Kwa mfano kusoma Qur'an isomwe zaidi ndani ya mwezi wa Ramadhani. Kwa hiyo imesuniwa kwamba Qur'ani isomwe sana mwezi wa Ramadhani. Yaani kila kipindi chote tusome Qur'ani, tusikilize mawaidha, na hata kama hujui kusoma Qur'ani sikiliza mawaidha, hudhuria madarasa msikitini, madarasa yapo, huwa mashehe wanatoa madarasa msikitini, na pia kusikiliza mawaidha. Kama haiwezekani pia hata katika mitandao unaweza ukafungua, mfano kama TV yako, ukasikiliza mawaidha, zipo channel ambazo huwa zinaweka mawaidha. Kwa hiyo ndio vitu kama hivyo. Kwa hiyo kwa maana ya kufungua sasa, kuna watu wanasema hasa pale wanajiachia. Kujiachia vitu ambao wanatakiwa kujiachia vio vya halali pia. Sio kujiachia kwa maana ya vitu vya haramu. Hiyo kunywa pombe, vyote hivyo ni haramu. Vyote hivyo ni haramu. Vyote ni vya haramu. Za muziki sana. Hivi vyote haramu. Kwa hivyo vinavyotakiwa kujiachia, jiachie katika vitu halali. Mfano huko na mkeo unataka utoke, uende bichi na mkeo, uende kutembea baadhi ya maeneo, mnabadilisha kwa sababu siku ya furaha, kwa hiyo lazima hata furahisha familia yako. Kwa hiyo ndio vitu kama hivyo. Kwa hiyo kujiachia kwa maana ya vitu vya haramu ndio haramu. Mwezi wa Ramadhani huwa watu imani huwa zinarudi. Lakini pia watu nataka watofautishe. Unajua mawaidha pia kuna kipindi yanajenga na kuna kipindi yanabomoa. Kwa sababu hata watu Ramadhani inapofikia watu wanajaa sana misikitini tofauti na siku za kawaida. Lakini pia mawaidha yanaweza akawabomoa wale watu wanaojaa msikitini, kwa sababu unapotoa mawaidha ukiwaambia hamswali, mnaswali mpaka Ramadhani. Kwa hiyo wale watu wanaoingia msikitini kwa wakati ule wanajua kumbe wanaoswali wanajuana. Kwa hiyo kesho unamvunja moyo arudi. Kwa hiyo muda mwingine hata mawaidha ya mashehe pia hayazingatii mazingira waliokuwepo. Kwa hiyo unapowaambia kwamba hamswali Ramadhani hadi Ramadhani, maana yake huyu mtu kesho harudi kwa sababu anajua msikitini wanajuana. Kwa hiyo muda mwingine makosa pia yanatokana na wale wafikishaji wa ujumbe. Lakini unapoingia Ramadhani lazima kuwe na mabadiliko, kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema katika sura ile ya 97, sura Al-Qadr, ambao hii ndio ilikuwa inaashiria kumuelezea Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba inna anzalnahu fi lailatul qadr, kwamba kwa hakika na Qur'ani hii imeshuka katika usiku wa Lailatul Qadr. Wama adraka ma Lailatul Qadr, kwamba nini kitakachokujulisha huo usiku wenye cheo wenye heshima wa Lailatul Qadr, kwamba Lailatul Qadr khairu min alfi shahr, kwamba huo usiku wenye cheo ni bora zaidi ya miezi 1000. Kwa hiyo kama usiku mmoja una ubora zaidi ya miezi 1000, ukipiga hesabu sawa sawa na miaka 83 na miezi 4, ni ubora usiku mmoja ambao Qur'ani imeshuka. Kwa hiyo kama ubora huo Qur'ani itakuwa ni tukufu zaidi, na pia ubora wa mwezi huo utakuwa kwa hiyo utatofautiana na miezi mingine. Haiwezekani mwezi wa Ramadhani kwamba watu wawe wanajaa na miezi ya kawaida hiyo wanajaa. Itakuwa hujatofautishwa. Kwa hiyo lazima tofauti iwepo, na mashehe wanatakiwa wafahamu kwamba mwezi wa Ramadhani, kwa sababu pia kwa hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, ukisoma katika Sahih Bukhari anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema idha dakhala shahru Ramadhan futihat abwabu samai wa ghulikat abwabul janna wa ghulikat abwabul jahannam wa sulsilati shayatin, kwamba inapofikia mwezi wa Ramadhani unapoandama basi kwanza milango ya mbingu. Kuna hadithi nyingine inasema milango ya pepo, lakini hadithi zimefululiza ziko nyingi hapa, kwamba milango ya mbingu inakuwa wazi. Kwa hiyo hata dua zikiombwa zinaenda kwa Mwenyezi Mungu, zinafika kwa wepesi. Lakini pia milango ya moto wa jahannam inafungwa. Kwa hiyo inafungwa milango kule, na pia Mwenyezi Mungu hapa kwa maneno ya Mtume SAW kwamba wasulisilati shayatin, kwamba hata mashaitani wanafungiwa magerezani. Kwa hiyo hii hadithi pia kiufaswao, hii hadithi ni kwamba si kwamba mashetani wamekamatwa wameingizwa jela, hapana. Kilichokusudiwa kwamba wasulisilati shayatin, kwamba mashaitani wanazuiwa kutumia akili za watu kuwashawishi kwenda kufanya maovu. Kwa hiyo kifikia mwezi wa Ramadhani, hata wa mashaitani watu wamefungiwa, hawana uwezo wa kutumia akili ya mtu, kwa sababu mashaitani wanachangia kwa kiwango kikubwa kumshawishi mtu akalewe, kumshawishi mtu akazini, kumshawishi mtu akaibe. Kwa hiyo matukio yanapungua kwa sababu wale mashaitani wasababishi
wanakuwa wamezuiwa ile power ya kuweza kumconvince mtu kwenda kufanya maovu. Kwa hiyo ndio maana watu wanabadilika. Hata wanawake ambao walikuwa wanatembea uchi, wanavaa nao wanajistiri, lakini Ramadhani kisha tu wamevua na yale mavazi. Kwa hiyo kinachotakiwa huu mwezi watu wajifunze kwamba yale tunayoyafanya mwezi huu wa Ramadhani basi tuyafanye na miezi mingine. Lakini tofauti ya mwezi huu na mwezi mingine ni tofauti. Na ndio maana hata leo lazima ijulikane tofauti. Kwa sababu ikiwa ni kawaida, hasa huo utukufu uko wapi? Utaonekana vipi? Na ndio maana hata ikifikia mwezi wa Ramadhani, ukiacha mwezi huu wa Ramadhani ya mwaka huu ni kwamba tunafunga, Wakristo wanafunga, kama tumepishana kama masiku mawili au masiku moja. Wao wanafunga kwa lazima, baadhi yao, baadhi ya madhehebu wanafunga. Kwa hiyo ukiangalia, lakini miezi ambayo huwa ni Ramadhani tupu. Leo mfano tukitembelea pale Kariakoo shule ya Uhuru pale, kuna vijiwe vile vya kahawa, watu wanajadiliana mambo ya siasa, mambo ya dini. Lakini ikiwa mwezi wa Ramadhani, utakuta ikifikia muda ule wa iftari, utakuta kila mmoja amenunua kikombe cha uji, juisi, anasubiri adhana. Na wote sio Waislamu. Yaani wengine Waislamu, wengine sio Waislamu. Kwa sababu ukifikia mwezi huu unaonekana tofauti, hata chakula kinakuwa na ladha. Na ndio maana watu wanatamani uji, wakati siku za kawaida uji huwezi kunywa. Kwa hiyo tofauti ipo. Kwa hiyo kinachotakiwa sasa mwezi huu unakuwa ni chuo kwamba inatakiwa yale mazuri ambayo tulikuwa tunayafanya mwezi huu basi na miezi mingine tuyafanye, kwa sababu Mwenyezi Mungu ni yule yule. Kwa hiyo kama kuna mtu alikuwa anaabudu Ramadhani, basi Ramadhani imefika mwisho. Aliyekuwa anamwabudu Mwenyezi Mungu, basi Mwenyezi Mungu bado yuko pale pale.